Katika ulimwengu wa mahusiano, wanawake wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza la wanawake ni wanawake ambao walitongozwa mara moja na wakajikuta wameingia katika mahusiano ya ndoa na wanaume hao waliowatongoza. Kundi la pili la wanawake ni wanawake ambao wamekuwa wakitongozwa na kuachwa kila wakati. Pamoja na kuwa wanawake hawa wamekuwa wakijiuliza ni kwa sababu gani asilimia kubwa ya wanaume ambao wanawatongoza hawadumu nao, lakini mpaka hivi leo hawajapata majibu. Kama nawe ni miongoni mwa wanawake wa kundi hilo, leo umekutana na bahati ya kutazama video ambayo pengine itakwenda kuwa msaada mkubwa katika maisha yako, kwani nitakwenda kukuambia ni sababu gani ambazo pengine kwa macho ya kawaida hauwezi kuziona, ambazo zinapelekea kila mwanaume anayekutongoza anavunja mahusiano na wewe, pamoja na kuwa unatamani kuingia kwenye maisha ya ndoa, lakini jamii inakutazama kama mtu ambaye haujatulia, kwa sababu wao wanakuona kama mwanamke ambaye unabadilisha wanaume kila itwapo leo. Lakini siri ya kwa nini unabadilisha wanaume ipo katika moyo wako, ni kwa sababu una kiu ya kuolewa. Lakini kwa bahati mbaya, kila mwanaume anayekuja na gia ya kukuoa anadumu na wewe kwa muda mfupi sana, na baada ya hapo anavunja mahusiano na wewe. Unajiuliza lakini haupati majibu. Ikiwa nawe ni miongoni mwa binadamu waliovutiwa na mada hii, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ambazo zinapelekea asilimia kubwa ya wanaume wanaokutongoza wakuache bila wewe kujua ni kwa sababu gani mambo hayo yanatokea katika mahusiano yako. Namba 1. Huenda unaandamwa na roho ya kukataliwa. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaandamwa na roho za kukataliwa. Hawa ni binadamu ambao wapo katika vifungo vya kiroho bila wao wenyewe kujua. Na roho ya kukataliwa haipo tu katika mahusiano. Mara nyingi ukiwa mwanamke ambaye kila unapotongozwa unaachwa bila sababu ya msingi, utajikuta hata katika vitu vingine pia unakuwa unakataliwa. Unaposimama na kuzungumza vitu vya msingi mbele za watu hawazingatii kabisa maneno yako, na mara nyingi hata unapoenda kuomba kazi ukiwa na sifa sawasawa na watu wengine ambao umeambatana nao kwenda kuomba kazi, wao wanapata lakini wewe unakosa. Hata inapotokea umefungua biashara katika sehemu fulani, utaona pamoja na kuwa unajaribu kutoa huduma bora kwa wateja wako, lakini badala ya kuendelea kupata wateja, unajikuta unaendelea kupoteza wateja katika biashara yako. Endapo yote haya yanakutokea katika maisha yako, alafu na katika mahusiano yako ukajikuta wanaume wanaokuja kukutongoza wakiwa na lengo la kukuoa wanaahirisha zoezi hilo pasipokuwa na sababu ya msingi, ujue wewe ni miongoni mwa wanawake ambao wapo katika vifungo vya kiroho. Inawezekana umewekwa katika kifungo cha kiroho ambacho kama usipofanya maamuzi hautaweza kuolewa katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya endapo utahisi kuna roho za kukataliwa zinayaandama maisha yako, penda kuoga kwa maji ambayo ndani yake umeweka chumvi ya mawe. Yani badala ya kutumia sabuni, unapotaka kuoga asubuhi, andaa maji yako masafi, weka chumvi ya mawe ndani yake, kisha nenda kausafishe mwili wako kwa kutumia maji hayo, kwani chumvi ya mawe ina uwezo wa kuondoa laana na roho mbaya ambazo zinakuandama, na utajikuta unakuwa msafi. Maisha yako yatakwenda kubadilika. Lakini njia ya pili, hakikisha unafanya mfungo na ibada maalumu ya kuvunja roho mbaya ambazo zinayaandama maisha yako, kwani kwa Mwenyezi Mungu hakuna chochote ambacho kinashindikana. Baada ya hapo utajikuta vitu vimeanza kufunguka, na atakuja mtu sahihi ambaye atakapotangaza ndoa na wewe, kweli kabisa atakwenda kuifunga ndoa na wewe. Lakini sababu ya pili, huenda unaandamwa na negative energy katika maisha yako. Negative energy ni nguvu mbaya ambazo zinapomwandama mwanadamu
Mwanadamu hawezi kufanikisha vitu vingi ambavyo anatamani vifanikiwe katika maisha yake. Unapoandamwa na negative energy, haijalishi wewe ni mwanamke mzuri kwa kiasi gani, lakini asilimia kubwa ya wanaume ambao watakuja kukutongoza watakuwa wanapoteza furaha pindi wanapokuwa karibu na wewe. Biashara zao zitakuwa haziendelei kufanya vizuri kama walipokuwa hawajakutongoza bado. Vitu vingi ambavyo vinawapa furaha vitajifunga. Hivyo watakapochunguza na wakagundua wewe ndiyo sababu, watakuwa wanavunja mahusiano na wewe. Hivyo kwa sababu ya nguvu ambazo zinakuandama, yani nguvu mbaya, huenda ikawa ndiyo sababu ambayo inapelekea mahusiano yako kuvunjika kila iitwapo leo. Lakini je, utajuaje kama unaandamwa na negative energy katika maisha yako? Miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuanza kuviona katika maisha yako, kwanza kabisa, utajikuta wewe mwenyewe ni mtu ambaye hauna furaha muda mwingi, na unapojaribu kujiuliza ni kitu gani ambacho kimepelekea usiwe na furaha, haupati majibu ya moja kwa moja. Utajikuta ni mtu ambaye wakati mwingine unajichukia pasipokuwa na sababu ya msingi. Endapo ishara kama hizo zitakuwa zinajionesha katika moyo wako au katika hisia zako, basi ujue unaandamwa na negative energy. Lakini kuna wakati ambao unaweza ukajikuta unaichukia kazi ambayo ndiyo inayokupa kipato. Ni ishara mojawapo ya kuwa unaandamwa na negative energy. Mara nyingi utakapokuwa unaandamwa na negative energy, hata watu ambao walikuwa wanapenda kuwa karibu na wewe katika siku za nyuma wataanza kukukwepa. Utakapojiuliza ni kwa nini watu waliokuwa wanakupenda mwanzo hawakupendi tena, hautapata majibu ya moja kwa moja. Endapo ishara zote hizo zitajidhihirisha katika maisha yako, ujue wanaume wengi wanakuacha kwa sababu una negative energy. Namna ya kuondoa negative energy, pia unaweza ukatumia maji ambayo ndani yake umeweka chumvi ya mawe ukaoga. Lakini pia unaweza ukafanya ibada kwa Mwenyezi Mungu, ibada ambayo itakuondolea negative energy. Lakini jambo jingine la msingi, hakikisha unausafisha moyo wako kwa kufanya vitu ambavyo vinakupa furaha, yani vitu ambavyo unavipenda. Acha kufanya matendo mabaya, kwa sababu matendo mabaya ikiwemo matusi na hisia mbaya kwa watu wengine ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuleta negative energy ndani yako. Hivyo hakikisha unafanya usafi wa moyo, negative energy zitaondoka na utajikuta unakuwa ni mtu ambaye ni kama umezaliwa upya. Utapendwa na kila mtu ambaye unakutana naye katika maisha yako. Namba 3, inawezekana kuna maagano ya nguvu za giza ambayo yamewahi kufanywa na kizazi chenu kilichopita. Kuna wakati wanaume mbalimbali wanaweza wakawa wanakuja wanakutongoza, lakini baadaye wanakuacha. Unapojaribu kujiuliza sababu ni nini, unashindwa kujua. Lakini je, utajuaje ikiwa kuna maagano ambayo yalifanywa na kizazi chenu kilichopita? Watazame ndugu wengine wa jinsia kama yako, yani watazame dada zako, watazame wadogo zako wengine. Je, kati yenu kuna mtu ambaye alishaolewa? Kuna baadhi ya familia, kuanzia mwanamke wa kwanza mpaka mwanamke wa mwisho, hakuna mwanamke hata mmoja ambaye alishaolewa. Wanawake wote wanazalia nyumbani, na wanaume wengi wanaokwenda kuwatongoza wanawake hao wanajikuta wakipitia hali ya kutofurahishwa na kuingia kwenye maisha ya ndoa na wanawake hao, wanajikuta wanavunja nao mahusiano. Ikiwa kuna jambo hilo ambalo umeliona kwa ndugu zako wa kike wengine, ujue kuna vifungo vya kichawi au kuna maagano ya kishirikina ambayo kizazi chenu kilichopita kilikushayafanya. Endapo ukibaini hali hiyo, ili kuweza kujiokoa katika hali hiyo, unaweza kwenda kumshirikisha kiongozi wako wa kidini, ama unaweza kufanya ibada mwenyewe, kwani Mwenyezi Mungu ametupa mamlaka ya kuvunja vifungo na maagano ambayo yanatuzuia katika vitu mbalimbali ambavyo tunavihitaji katika maisha yetu. Unaweza kufanya mfungo wa siku 3, siku 7 au siku 21, huku ukiendelea kumlilia Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada aweze kukuondoa katika kifungo hicho, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kushindwa, na mwisho wa siku utakuwa huru. Utapata mwanaume wa kukuoa, tena mwanaume mzuri ambaye ana hofu ya Mungu. Namba 4, inawezekana umepoteza sifa za kuolewa kwa sababu ya tabia ulizokuwa nazo.
Pamoja na kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako ambavyo vinaweza kuwa sababu ambayo inapelekea wanaume mbalimbali wanaokutongoza wasidumu na wewe, lakini pia sababu nyingine inaweza ikawa ni wewe mwenyewe, yani internal factor. Wapo baadhi ya wanawake hawana tabia njema katika maisha yao, tabia ambazo zinawaondoa katika sifa za kuitwa wake katika maisha yao. Tazama tabia na mwenendo wako. Je, kama wewe ungekuwa mwanaume, ungekubali kuolewa na mwanamke mwenye tabia kama zako? Ukibaini usingeweza kukubali, basi badili tabia zako. Inawezekana tabia uliokuwa nayo haiwapendezi wanaume wengi ambao wanatamani kuingia kwenye mahusiano ya ndoa na wewe, na ndio maana wanaume wengi wanavutiwa na wewe, lakini wanapokuja kujua undani wa tabia zako wanagundua wamewapenda wanawake wasiokuwa sahihi, na ndio maana wanavunja mahusiano na wewe. Ni lazima uwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, kuwa na mwenendo mwema, hivyo utakuwa mwanamke wa ndoto ya kila mwanaume. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako ninaomba niishie hapa, na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.